wageni wanakuja, wanaondoka, wanatumia gharama nyingi. Lakini kwa msimu huu, kwa kupitia matangazo haya, tunawakaribisha Watanzania waje tukamilike, twende katika maeneo yetu wakatalii kwa bei iliyo rahisi sana ambayo haijawahi kutokea. Kwa Mtanzania itakuwa ni 8,260, anaweza kwenda Ziwa Natron, lakini pia anaweza kutembelea hifadhi yetu ya Makulu Wildlife Park. Pengine ni watu gani ambao tumelenga watu wote, yani vijana, watoto, wazee, familia. Yani tumelenga watu wote wanaweza kwenda katika maeneo haya kwa katika msimu wa siku mbili. Tunajua mwaka mzima unakuwa na shughuli za hapa na pale, watoto shule, lakini tunapoelekea Disemba sasa, kila mtu anakuwa angalau yuko nyumbani na watoto waweze kwenda hata angalau basi wakazuranie yale maeneo ambayo tunayasimamia sisi, kwa kuangalia wanyama, kwa kusikia labda testi tofauti za nyama. Hivyo tunawakaribisha sana. Tunazungumza kwamba huko kwenye kitengo cha ANCHA ile ikita hapo afikiria kuwa shida ya kasa. Kwa kweli imekuwa ni fursa kubwa sana, hasa kwa wadau wetu wa utalii, kwa sababu katika maeneo yetu wadau hawa wana lodge zao, wana accommodation facility kwa jumla, ambayo imekuwa ikiwavutia watu wengi, si watalii wa nje tu bali hata wadau. Watu watapata historia ya kujua jinsi magari ya zamani yalivyokuwa na tuseme durability yake. Unaona mpaka kama unaona kuna Land Rover, kuna Peugeot, kuna nini, unaona ni jinsi gani magari ya zamani yalikuwa kidogo, kwa sababu yana uimara kuongoza magari ambayo yanatoka. Kwa hiyo ni aina fanya historia ambayo au kama aina fanya utalii ambao utakuta hamasisha wakazi wengi wa Tanzania, hata mikoa hii ya kaskazini, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Kwa hiyo sisi kama TAWA tukasema kwamba hii ni fursa mojawapo kuweza kushiriki, na leo ni uzinduzi mkubwa sana unafanyika hapa. Tumeandaa safari kwa ajili ya washiriki wote watakapokuwa siku hiyo kwenda kushiriki, kwenda kufanya utalii wa ndani. Tunasema utalii wa ndani kwa sababu gani? Baada ya pilika zote zitakazofanyika, maonyesho haya tarehe 28, 29, lakini imefika wakati sasa tunakwenda kutengeneza afya yake. Tunakwenda porini, tuna enjoy, tunaona wanyama, tunakunywa, na vile vile tunafanya test ya dawa ya porini. Haya maonyesho kwa sababu tunazungumzia kwa mara ya kwanza, mimi ninaona kama ni aina ya utalii ambao tutaenda kupelewa kwa kasi zaidi na utakuwa mkubwa zaidi, sababu ndani matukio ambayo yanafanywa kila mwaka. Kwa hiyo nimshukuru tu wale waliokuja na wazo hili na kuanzisha uzinduzi wa magari ya zamani. Kwa hiyo nimpe pongezi sana. Tamasha hili nia na madhumuni yake kusema kweli yameelezwa vizuri hapa na waandaaji, kwamba kuna faida nyingi ndani yake. Faida ya kwanza ni kuchagiza maendeleo ya kiuchumi katika mkoa wetu, kwa sababu kuwepo kwa tamasha hili maana yake ni kwamba moja, tunautangaza mkoa wetu wa Kilimanjaro ndani na nje ya nchi, kwa sababu tuna hakika watu mbalimbali watajitokeza kwa ajili ya kuja kushuhudia magari haya ambayo ni ya miaka ya nyuma, lakini yametunzwa vizuri na bado yanatembea na hayaonekani kuwa na dalili kwamba yanaweza yakasimama katika miaka hivi karibuni. Kwa hiyo ni kivutio kikubwa cha utalii wa ndani na utalii wa nje. Hiyo ndio faida kubwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wanaokuja kama ilivyoelezwa, baadhi yao wanatoka nje ya nchi, lakini pia wengine wanatoka katika mikoa jirani na mikoa mbalimbali. Ina maana uwepo wao hao, tafsiri yake ni kwamba uchumi katika mkoa wetu unapata msukumo.